Karibu Swahili Storyverse, na leo tunakuletea simulizi inaitwa Penzi la Kufisha. Stori ya leo inamhusu Ayubu. Kijana anaitwa Ayubu anasema ujasiri sio tu kushika silaha wakati wa vita, bali hata kumwambia mtu unayempenda na kupenda kwa mara ya kwanza huhitaji ujasiri. Anasema alitokea kumpenda Monica, ila ujasiri wa kumwambia hakuwa nao. Anasema aliishia kuumia moyoni na kuwaza kama akimpata kitu ambacho hakikuwa na msaada kwake. Waswahili husema chelea chelea utakuta mwanasi wako. Ndicho kilichotokea baada ya kugundua kuwa Monica si wake tena. Ni pale alipomkuta na Sadiki wakiwa na kesi. Japo hakuwahi kumwambia kama anampenda, lakini moyo wake uliingiwa na chuki na wivu wa kuzidi, kiasi kwamba alimchukia Sadiki, alimchukia Monica. Japo hilo alikumsaidia kumtoa Monica moyoni. Monica aliona wazi chuki. Alinieleza maneno yote aliyoambiwa na Monica. Niliamua kujitia ujasiri ili kupunguza dharau. Nilienda kwa kina Monica. Nilimkuta yupo na sopa. Nilimuita, akasogea huku wenzake wakitutazama. Niliweka maneno. Alionyesha kufurahia, akanambia nisubiri majibu, huku akitabasamu. Muonekano wake ulionyesha yupo tayari kuona mimi. Nilisubiri majibu kwa hamu. Hata siku iliyofuata nilifanya kila lililowezekana ili nione na Monica. Nilipokutana na Monica aliniambia anashukuru kupendwa na mimi. Alisema ujasiri nilioonyesha kupunguka hisia zangu kwake si kidogo. Lakini cha ajabu, ile furaha na tabasamu alilokuwa nalo jana nilipomweleza hisia zangu, leo sikuviona. Aliniambia hawezi kuwa na mimi, jambo ambalo lilivunja moyo wangu. Kusema ukweli, jambo lililovunja moyo wangu kiasi kwamba nilijisikia vibaya, namna ambayo haiwezi kusimulika. Nilimbembeleza zaidi anipe nafasi. Nilipomwomba zaidi anipe nafasi, aliniambia kama ulinipenda alafu haufunguki, huo ulikuwa ni ujinga wako, na kwa sababu ya uzembe wako sasa utakula kwa macho yako. Alinieleza namna siku chache zilizopita alivyokuwa anatamani asikie neno na kupenda kutoka kwangu, na namna Sadiki alivyonifuta kutoka moyoni mwake kwa siku chache tu. Ayubu anasema nilijisikia machungu na hasira, ila nikakaza moyo. Anasema kuonesha nimekubaliana na nimeshindwa na sitaki tena penzi lake. Nilimwambia penzi lapaswa kuniweka huru na sio kuwa mtumwa wako. Kama mapenzi ama upendo ni gari, mimi nashuka, uendelee na safari yako. Ayubu anasema niliongea kwa ujasiri huku nikiondoka kwa unyonge. Anasema lakini kitu kimoja nilijifunza. Anasema alijifunza kufanya vitu kwa wakati na kutokana na vitu moyoni. Anasema nilimpoteza Monica sababu ya uzembe na ukimya, moyo ukaambulia maumivu. Zilipita siku, wiki, miezi hadi miaka. Tulipotezana na Monica, tulipotezana na Ivan. Lakini siku moja ya ajabu, nikiwa maeneo ya Posta, Dar es Salaam, nilipokea simu ya Ivan. Baada ya salamu na story, aliniambia kuwa unajua Monica yupo mjini. Unajua siku zote nilidhani labda nimemove on na kumsahau, kumbe ilikuwa bado. Niliziona hisia zangu zikiwa imara kama mwanzo.
Ivan alinijulisha mahali anapoishi Monica. Sikutaka kuonesha udhaifu kama bado namkumbuka. Nilishakuwa sasa. Najua namna ya kuishi na hisia bila watu kunitambua. Na uzuri zaidi na familia sasa. Weekend iliyofuata katika ile wiki, mimi na Ivan tulikubaliana kukutana katika maeneo fulani Kinondoni. Nilipofika nilimkuta Ivan. Tulipeana salamu na stories ziliendelea. Dakika kadhaa mbele aliingia Monica. Alishtuka kuniona pale. Nami pia nilishtuka. Ayubu, ushakuwa mbaba, sio mvulana tena, aliniambia huku akinikumbatia. Tulipiga stori nyingi huku tukikumbushiana vitu vya kale. Ivan alikuwa kwanza kuondoka baada ya kukutana na mke wake. Nilimwomba Monica nimsindikize. Alikubali. Tulianza safari kuelekea mahali anapoishi. Nilikuja kugundua kupitia maneno yake kuwa alishaachana na Sadiki na wana mtoto mmoja. Sikutaka kuchunguza sana chanzo, ila nilitumia nafasi yangu kumfariji. Nilimfikisha kwake, alinikaribisha ndani, ninywe hata maji. Ukweli hisia hazipoi kiurahisi. Nilipokuwa nikimtazama Monica niliona wazi kabisa bado namhitaji. Niliona hisia zangu zikinipeleka mlama. Niliamua kuaga niondoke. Monica alinishika mkono, akiniomba angalau nikae kidogo. Sielewi nilichomjibu, ila ninachojua siku ile ilitokea kitu ambacho hakikutakiwa kutokea. Hakikutakiwa kutokea. Maana pale tuliposhtuka ambapo ndipo nilipoanza kufikiria kwa akili timamu, tulikuwa tu watu kitandani mimi na Monica. Na kilichotushtua zaidi ni hodi iliyokuwa ikigongwa katika mlango wa Monica. Aliniacha ndani, akanambia subiri, ngoja nikafungue mlango. Basi akatoka. Wakati Monica yuko nje, simu yangu iliita. Baada ya kusoma jina tu, nikajua kisha nuka. Aibu anasema alijua kimenuka kwa sababu aliyekuwa akipiga simu ile alikuwa ni mke wake. Wewe uko wapi siku? Aliongea kwa hasira. Subiri nakuja. Anasema nilijibu na kukata simu. Kucheki muda ilikuwa saa 7 usiku. Napofikiria namna gani nitafanya kwa swala hilo kwa mke wangu, nisikia kelele Monica akisukumana na mtu. Sikutoka chumbani. Nilikuwa nikisikiliza. Monica alisema, "Sikutaki chumbani kwangu." Aliongea kwa hasira na ukali. Nisikia kimya kirefu. Nikaona ngoja nitoke nitazame ni kitu gani kinachoendelea. Nilipotoka nilimkuta Monica kalala chini, huku damu zikimtoka kichwani. Nilijaribu kumsemesha, alikuwa kimya. Nilijaribu kumuita kuitika, alikuwa kimya. Nilikuja kugundua kuwa alishakata roho. Nilijaribu kucheki mle ndani, hakuwepo mtu yote ila mimi. Hata aliyekuwa anajibishana naye sikujua ni nani. Hakuchukua muda mrefu, polisi waliingia. Kama kuna mtu vile aliyopigia. Nilishindwa hata namna kujitetea kwa mimi si muuaji. Tulikuwa wawili tu, mimi na yeye. Je, nani kaua? Inawezekana wengi jibu kwao lilikuwa rahisi. Mkutwa na ngozi ndiye mla nyama. Na niliyekuwepo maeneo yale ni mimi tu. Na mimi tu ndo nilibaki hai. Nini kilichotokea? Anajiuliza Ayubu. Ni namna gani ataweza kuikwepa ile kesi ambayo sasa inaonyesha anaenda kumkabili ya yeye kuwa mshukiwa wa mauaji. Anaenda kuwa mshukiwa wa mauaji. Mauaji ambayo haelewi yametokea vipi au yamesababishwa na nini.
au alisababisha ni nani? Unadhani nini kitatokea kwa Ayubu? Na unadhani ni nani aliyehusika na mauaji ya Monica? Usikose sehemu inayofuata ya simulizi hii ya Penzi la Kufisha kupitia hapa Swahili Storyverse. Msimuliaji wako ni Ubu26. Usisahau kusubscribe ili wa kwanza kupata stori zetu kila zinapotoka. Simulizi nzuri, tamu, zenye kufundisha na kuburudisha.